masikini habari njema, wafungwa kufunguliwa kwao, kuacha huru waliosetwa, kutangaza mwaka wa Bwana. Roho wa Bwana yu juu yangu mimi, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, wafungwa kufunguliwa kwao, kuacha huru waliosetwa, kutangaza mwaka wa Bwana. Hayo ni maneno ya Yesu aliyokuwa akifundisha, alipowaambia akaketi chini, walipomkazia macho naye akawaambia, leo maandiko haya yametimia kwa mataifa. Nawe ndugu yangu unayesikiliza haya maneno ambayo Bwana Yesu anasema, ukitubu dhambi zako na kuzijuta samehewa, na Yesu anasema utakuwa mtakatifu. Nawe ndugu yangu unayesikiliza haya maneno ambayo Bwana Yesu anasema, ukitubu dhambi zako na kuzijuta samehewa, na Yesu anasema utakuwa mtakatifu. Hayo ni maneno ya Yesu aliyokuwa akifundisha, alipowaambia akaketi chini, walipomkazia macho naye akawaambia, leo maandiko haya yametimia kwa mataifa. Haleluya. Wapendwa, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pamoja nilitamani tutafakari neno la Bwana ambalo amenitia moyoni mwangu kwa siku hizi. Neno ambalo tutakalo litafakari ni katika kitabu cha Waroma sura ya 8. Ninawasihi nyumbani kabisa kutafakari sana sura hiyo, Waroma sura 8. Mimi hapa nitasoma kidogo haya yake ya 14. Haya yake ya 14, lakini nawasihi tafadhali msome haya yote nyumbani. Nitasoma haya yake ya 14 na haya yake ya 5 mpaka ya 9. 14 ya Waroma sura 8, kisha nitaanzilia kwa haya ya 5 mpaka ya 9 na mengine. Na wasihi chapitre yote, haya yote tafadhali muisome nyumbani. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina tafsiri mbalimbali, nitachukua hii tafsiri. Neno la Bwana linatuambia hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sura ya 14 ya Waroma 8. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Tukipanda juu kidogo, haya yake ya 5. Haya yake ya 5 mpaka 9. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mtu yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake.
Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana, Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Nilitafakari sana maneno haya. Nikasema ndio, kweli kuna watu wa Mungu na ni wengi sana. Hata katika Wakristo kuna watu wa Mungu. Tunajua watu wote waliumbwa na Mungu. Waliumbwa kwa mfano wa Mungu, kumwanzo depart. Lakini kuna kuya kutofautisha wote wanaoongozwa sasa na Roho wa Mungu. Wanaokubali kuongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume tukisoma haya yake ya pili, tutaelewa zaidi wakati Roho Mtakatifu aliposhukia wanafunzi. Mtume Petro alisimama akaanza kuhubiri watu. Na watu wakasikia kabisa, wakasikia mahubiri ya Petro sana. Tukisoma kwa haya yake ya 37, ile Matendo ya Mitume 2:37, tukishuka mpaka kwa 14, tutaona jinsi watu waliosikia waliosikia mahubiri wala mafundisho ya Petro wakajiuliza, wakauliza Petro na wanafunzi wengine na mitume wengine, tufanye nini? Tunaweza tukafanya nini? Petro akawaambia 38, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa sababu ya ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Maana ahadi hii ni kwenu na kwa watoto wenu na walio mbali. Ni ahadi ya kupokea Roho Mtakatifu. Na akasema mkimbie, mjiepushe na kizazi hiki kilichopotoka. Kizazi cha wakati hiki ni kizazi kilichopotoka. Sasa siku hizi nilikuwa natafakari sana Roho Mtakatifu. Nilikuwa natafakari sana nguvu za Roho Mtakatifu. Naona jinsi Bwana Yesu alivyoambia wanafunzi. Haleluya. Tukitafakari neno la Bwana katika kitabu cha Yohana. Nilianza kuangalia Yohana 14, 15, 16 hata 17 ambapo Bwana Yesu anatuombea, lakini 14, 15, 16 nilitafakari sana kuona jinsi Bwana Yesu alikamata muda iko nafundisha wanafunzi wake, iko na waambia kuhusu yeye. Haleluya. Tukisoma kwa hii haya yake ya 16 mstari wa 7 mpaka 11, inasema hivi: lakini mimi ninawaambia ninyi kweli, ni kwa faida yenu niondoke, kwa sababu kama siondoki msaidizi hata kuja kwenu, lakini kama nikikwenda nitamtuma kwenu. Na wakati anapokuja atahakikisha dunia maneno ya dhambi na maneno ya haki na maneno ya hukumu. Kwa maneno ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi, kwa maneno ya haki kwa sababu ninakwenda kwa Baba na hamunioni tena, kwa maneno ya hukumu kwa sababu mkuu wa dunia hii amehukumiwa. Hii haya 7. Lakini mimi ninawaambia ninyi kweli, ni kwa faida yenu niondoke, kwa sababu kama siondoki msaidizi hata kuja kwenu, lakini nikiondoka nitamtuma kwenu. Ilifale Bwana Yesu aende juu angebakiaka, sisi sote tungepataka Roho Mtakatifu, sisi sote tungepataka nguvu. Bwana Yesu angekuwa pamoja na sisi fasi yote, dunia yote. Angekuwa tu pale pamoja na wanafunzi kule tu Israeli kwenye alikuwa.
lakini akaenda ndio akakuja sasa kukaa na sisi. Niliuliza watoto siku moja, Roho Mtakatifu ni nani kweli? Roho Mtakatifu ni nani kweli? Mmoja akasema Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu katika roho. Ni Bwana Yesu katika roho. Nikasikia ninabarikiwa sana. Alienda ndio akakuya kubakia pamoja na sisi katika roho. Ni Roho Mtakatifu. Mungu pamoja na sisi, Roho Mtakatifu. Mwenye anatutia nguvu, mwenye anatufundisha, mwenye anatuongoza, mwenye anatusaidia, anatushauri, anatuconvaincre. Anatuambia hii ni dhambi, hii haiko dhambi, hii ni makosa, hii haiko makosa. Na katika hii Waroma 8 inatuonyesha Roho wa Mungu ndio Roho wa Mungu ndiye anatuhakikishia kwa sisi ni wana wa Mungu. Yeye anakuambia wewe hakika umekuwa mwana wa Mungu. Umekuwa enfant de Dieu. Umekuwa mwana wa Mungu. Tofauti na mtu wa Mungu. Kama tulivyokuwa mbele. Katika mwili tulikuwa watu wa Mungu. Lakini tukiongozwa na Roho tunaitwa wana wa Mungu. Na Roho wa Mungu anatufunulia hiyo siri. Sasa maneno ambayo yaliyonisukuma kutafuta sana kuhusu Roho wa Mungu yalikuwa maneno ambayo nimeyaona sana katika Wakristo. Katika Wakristo. Zaidi wa mama. Nilimwambia Bwana, Baba, mimi sitaambia tena wa mama kuhusu mambo ya mapambo, mambo ya mavazi, sababu hawasikiaki. Wadada hawasikii, wa mama hawasikii. Mimi nilisemaka nikasema na wengine watumishi wa Bwana, wajakazi wa Bwana wakasema, lakini watu hawasikii. Nikaona picha ya watoto fulani. Ni historia ambayo mchungaji wa Bwana fulani alituambiaka. Watoto walikamataka majiwe wakaitia kumoto. Wakatia maji, wakatia chungu, wakatia kumoto. Ikaanza tokota. Ndio watoto walikuwa pale wanagusa, banaona mbona haivye. Wanagusa mbona haivye. Kisha wakakuwa wanasema, "Oh patate, kui." Aseme patate manake tuseme viazi wala pomme de terre wala birai. Viazi wala birai. Viazi ya utamu wala birai. Sijui kwa Kiswahili safi wanasema nini. Wanakuwa wanasema viazi muivye. Lakini vitaivyake ni majiwe. Mtoto mkichwa yake anadhania ni viazi, kumbe ni majiwe. Maana watu wanamuke, wadada, mingi ni mawe, hata waseme, waambiliwe, wafanye nini, washauriwe ni majiwe. Nikamwambia mimi sitawaambia tena wasione kama vile Mama Mirei iko natafuta kusema nini, mbona nini anajacharne, inakuwa vile acharnement thérapeutique. Niko na jacharne, niko na bakaza na kwao banaona hiyo sio kitu. Wanasahau ya kuwa makosa yanabudi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yanakuja kwa sababu yake. Hawaelewi. Ndio maana neno la Bwana kumbe kweli kuongozwa na Roho wa Mungu anafunulia mtu. Hii neno natafuta kusema hivi. Anatufunulia maandiko. Maana bila kuongozwa na Roho wa Bwana hatuelewi. Tunaisoma ni kama historia. Wala tunaitafakari mawazo yetu, kunivo yetu, jinsi sisi tunawaza, kujustice yetu, kuhaki yetu. Tunawaza hivi ndio napaswa kuwa, manake ni vile. Sababu vitu fulani naambiaka watu fulani kufanya hivi sio vizuri. Mapambo kama haya sio vizuri. Mbona inaandikiwa wapi Biblia? Manake wengi wanasoma, lakini kama hawaoni ile neno jinsi inaandikiwa pale, wanasema haiko Biblia, manake haiko vile. Roho Mtakatifu anatusaidia
kuelewa neno inatafuta kusema nini. Kwa nini neno inasema hivi? Kwa nini neno inasema hivi? Mimi kwa wakati fulani kwa kweli nasikia uchungu, hata sipendi kwenda katika harusi za Wakristo, wala katika maharusi, wala katika makaramu. Mara nasikia kwa mwenye baki kunyumba mwenye lale, wala basi nikienda nijikaze niwe nabakia huko ngambo ya kusaidia huko hata chikoni kule, katika mafiga huko. Sababu ukienda mara utasikia roho inachafuka, na unaona Bwana hayuko katika harusi hii. Bwana hayuko katika harusi hii. Wamama wa dada wa Kristo ndani ya maharusi, ndani ya makaramu, ndio wanaendaka sasa onesha uzinzi wao. Wanaenda onesha ile kuvutia yao, wanaenda ifichua sasa mule. Ile kitu ambayo inakuwa inafichwa mara kwa mara, mule sasa mara inakuwa inajifichua. Wadada kwenda maana kuonesha kifua yao. Maana kuonesha kabisa, kuexpose kila mtu aione. Kwenda kuvutia wengine. Maana soiree. Kwenda sasa kuonesha mwili jinsi iko. Bien. Nitafuta kuambia wandugu, Mungu Bwana Yesu hayuko katika karamu za mingi. Hayuko ndani. Mavifua zinaoneshewa, tunaona mavifua za ngambo na ngambo, za kila ngambo. Kuficha tu kabisa, kuficha tu kidogo tu. Lakini hata wadada wadogo, hata wadada ambao mara tunajua kabisa wadada ni wadada wa kujiheshimu, hawajui wanaume, lakini mule ndio nao wanaenda sasa onesha mwili wao niko hivi. Ndio sali exposition. Sasa wakati wa mandoa, ndio siku ya masware sasa kuonesha mie huyu niko hivi. Mambo mengi yanamsikitisha, maana haimrudisha hata utukufu. Bwana anasema chochote tufanyacho, katika tendo, katika jambo lolote, tulifanye kwa utukufu wa Mungu. Ndani ya masware ndio ndani sasa ya Wakristo modern. Maki sijui nisema hata neno gani. Wao wadada, wao wamama, mune ndio kabisa fasi ya kujionesha kwa kila mtu. Haiko takwa mume wako. Ingelikuta kwa vile katika wewe na mume wako tu mko bawili hivi, lakini na watoto, na baba, na batate, na ba belle famille, ba mkwe, bote niko mule ukifua sasa, Gisi uliumbiwa sasa, unaenda vutia sasa, unaenda angusha sasa wengi mule. Wapendo, Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Wababa hao sitasema. Wababa hao mule ndio wanaenda onesha sasa abo kama ni walevi kweli. Mule ndio wanaenda katia sasa maretare ya ulevi, ya mivinyo. Wakati fulani tulikuwa na karamu moja ya kifamilia na Wakristo, tulikuwa wakutosha kabisa. Sasa nikakuwa nasema niende nisiende, lakini nikaona acha basi na mimi nishiriki, isiwe vile kama najitowaka. Lakini kuna karamu za mingi nasikiaka omwe nisiende. Basi nikaenda. Kufika pale, maana kunakutana wadada, wamama, maana ni kama vile mule ndio wanaketo sharetare zao. Mule kabisa ndio wanaanza jionesha kweli. Maki ni mambo ya kusikia, unasikia Ayubu. Utakutana mule mko wa baba, mko wa babu, mko familia yote, maana familia yote, lakini mule tunakubali kujiachilia, kujiexpose. Na wadada ambao bado hata kama hawajaolewa wanaenda kuonesha vifua na vyenye vilishaka anguka na vyenye vilishaka wanaona wako wanaonesha, lakini hawajui kama wengine wako wanawacheka. Huko unaonesha nini? Unakuja onesha nini? Waone nini? Wafanye nini? Watu walio hapo waone nini? Mwili yako waifanye nini?
kuangusha tu watu katika mawazo, watu wasifanye dhambi, watu wengine wanaenda hata jehanamu sababu ya namna yetu. Nuru yetu inapaswa kuonekana, nuru yetu inapaswa kumiliki. Basi nikafika kwa ile karamu, nikasikia kujikaza tu, lakini ilikuwa ajabu. Ilikuwa ajabu. Kwanza mapicha za mimi sikuwa hata napenda kuenda hapo. Mapicha nilikuwa nikijificha. Sitaki hata nionekane, wala wanaita watu waende cheza na katasi. Maana unasikia degu, uko unasikia kinya, unasikia. Ndugu yangu, roho Bwana kama anakuongoza, uko mahali yenye unaenda unaona usibaki utoki. Unasema haiko mahali, haiko hapa. Utukufu wa Bwana hauko hapa. Sasa watu wa Mungu ni wengi, lakini wanaoongozwa na Bwana ni wachache, wanaoongozwa na Roho wa Mungu ambaye anafunulia hapa ni wachache. Tunaenda na akili yetu na mafikiri yetu na mawazo yetu. Basi humu katika karamu hiyo mlikuwa ndugu fulani. Yeye alikunywa vinywaji, akachanga. Sasa alikuwa tabani, hajiwezi tena. Baba fulani akaniambia, basi umsaidie wewe mwangu karibu na hii fasi ya karamu, umbebe hata nyumbani huko apumzike, msubiri alamkie kwenye anaishi. Basi niko mjakazi wa Bwana, nikamleta mtu nyumbani, singemwacha nje. Manake alikuwa tabani, hajui kwenye iko nasema maneno yenye hajui kabisa. Asubuhi alipoamka akasema niko wapi, akashituka. Tukamwambia mambo yaliyopitikana, akasikia aibu kabisa. Akasema kweli hii kitu ifo kuiacha kweli. Akasema kitu ifo kuiacha kweli. Wapendwa, tafadhali watoto wa Baba. Bwana Yesu atuambie kwa lugha gani? Bwana Yesu atuambie kwa namna gani? Wa Baba, ndani ya makaramu njoko mnakia kutosha retare ya kunywa mivinyo. Mungu atusaidie sana. Tutafute uongozi wa Roho Mtakatifu. Maana wote walioongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Kama hauongozwi na Roho wa Bwana, na wana wa Mungu ndio watairithi nchi. Wana wa Mungu ndio wataona ufalme wa mbinguni. Tutafute ufalme wa mbinguni na haki yake. Tutafute Bwana maadamu anapatikana. Bwana anatuambia tuwe nuru, tuwe chumvi, tuwe mfano. Lakini confusion ndani ya Wakristo. Na tunataka tuone utukufu wa Mungu. Mavazi yetu wa mama, wa dada, tunapovaa tumwambie Roho Mtakatifu atusaidie. Siwaambie watu wawe balegaliste kama vile Mafarisayo, hapana. Nakumbuka wakati wa mwanzo kabisa, wakati nazaliwa mara ya pili, nilianza kuanguka katika ile legalism. Ile manake kufanya vitu kama vile mtumwa. Manake singevalaka nguo nionyeshe hii mkono hapa hivi. Tena manake nafunika, manake singeoneshaka hata shingo. Hapana, ile utumwa kabisa. Uvae jinsi Bwana anakuongoza. Akikwambia uvae ya kufunika mpaka hapo, anakuongoza hivyo. Lakini usivae, Mungu hawezi kukuongoza uvae mavazi ya kuangusha watu, ya kuonesha mwili wako. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hawezi. Bwana akikwambia ufunike kila wakati kichwa yako, funika kichwa yako, Roho Mtakatifu akuongoze. Lakini haiko kusema kila saa uwe kabisa nianze kufutika kufunika kichwa.
Katika Bwana Yesu tuko huru, lakini tufanye kila kitu kwa utukufu wake. Ametuumba wazuri, tunapendeza naturellement. Kila wakati nasema, naangalia nywele zangu, naangalia jinsi nilivyo, nataka kujipenda. Mimi ambaye nilikuwa kabisa mtumwa wa mapambo, mtumwa wa mwili, wa kuongeza vitu visivyokuwa vyangu, wa kusabote kazi ya creation, kazi ya Mungu alikamata muda iko na nitengeneza. Mimi naona acha niongeze. Lakini wakati Roho Bwana anakuongoza, unaanza siku unafurahia uumbaji, unafurahia ile kazi ambayo Bwana alifanya, unasikia unamwabudu. Mimi binafsi kubakia naturel ilikuwa ni signe ya adoration. Ni signe ya kumwabudu aliyeniumba, kumwambia Baba unastahili. Asante kwa kuniumba kiumbe kizuri, kia kupendeza. Lakini isikuwe kama vile Mafarisayo. Mafarisayo wanakuwa wakivaa ile mavazi marefu, inakuwa ile ya waliha ndio Baba, manake ile adui anakuwa anakamata watu wengi sana katika mitego. Inakuwa vile sasa vile uko unajiongoza. Lakini angalia kilicho katika kitabu cha Wafilipi sura ile mstari wa tukisoma wa 8 mpaka wa 9, ambayo mtume Paulo anasema kila kitu kilicho nzuri, kilicho cha sifa njema, kilicho cha manake kile ndio ipwe katika mawazo yetu. Unaona hii inamrudishia Bwana utukufu. Unaona hii ni kwa utukufu wa Bwana. Lakini yale yote kusudi uyaone, unapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu. Anatufundisha kweli yote, anatusaidia na anatuhamakia mara. Mimi najua mavazi mengi nilikuwa nayo, mengi siyatumii, na mengine nikiona hii kabisa ingali sawa, mara nakamata najifunika natia hata esharpe kabisa. Hii mwili tuichunge mzuri sana, haiko mwili ya exposition. Kunapaswa kwa tofauti ya makahaba na sisi wa Kristo. Tofauti ya watu wasiomjua Mungu, wasiomwamini Mungu. Tofauti inapaswa kuwa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Wamama, wadada, tusianguke mwile legalisme. Sijui legalisme inatafuta kusema nini mu Kiswahili. Kukua kama vile hali ya utumwa. Manake hali ya utumwa natafuta tuseme manake inakuwa kila saa wewe njuku ile kama vile unajua unajiongoza. Kama siombi, kama sitiki kitambaa, kama unasikia Manake sasa unatafuta omba kila kwenye huko. Hata kama huko wewe kila nafasi, kila kwenye unatafuta aende huko na kitambaa kako aende, huko na kitambaa yako mfuko. Maombi inatafuta kuya unakamata kitambaa unatia. Ile ambayo wanatuambia kuomba bila kukoma. Kila kwenye huko unakamata kitambaa unatia. Kila kwenye maana kila saa unatafuta unakumbuka unataomba unakamata kitambaa unatia. Hata kama tuseme uko mtoalete, uko fasi fulani unasikia maombi inakuya unakamata kitambaa unatia. Ile ndio niko natafuta kusema legalism. Tuwe huru ndani ya Yesu. Kama maombi unasikia uombe na ulichanua nywele yako, omba. Kama unasikia uombe na ulifunika kichwa yako, omba. Usikui kila sema niki kitambaa yako inakuwa kama vile ndio tuseme iko sawa vile irizi yako. Tuwe huru ndani ya Yesu. Sijui kama wapendwa mnanisikia. Sijui kama mnanisikiliza kama vile
natafuta kueleza. Tuwe huru, tusiwe watumwa. Natafuta kutoa mfano mmoja ya mama ambaye tulikuwa tukiomba pamoja na yeye. Tulikuwa tukizungumza kuhusu kuvaa kitambaa, kuhusu kuchanua nywele, wamoja kusema nywele ni utukufu wa Mungu. Tukaona kwa kweli nywele kama utia uongeze vitu ya mingi mingi inamrudishia Mungu utukufu. Tukasema wengine vitambaa. Dada mwaka sema naye aseme eti make Mungu aliumba hizi nywele kabisa mpaka zikutu zinafunikiwa. Marke mpaka zikuwa natiliwa vitambaa. Hapana. Tukaona hapana, sio kwa hiyo. Kisha mwingine mama mmoja akasema yeye alikuwa na mtoto wake fasi fulani. Sababu nyumbani wanapoomba yeye anafundisha mtoto wake kufunika kichwa yake, kufunika kutia kitambaa ndani ya kichwa yake. Basi walifika kwa nyumba fulani, walienda wakakuwa wageni kwa watu fulani. Sasa wakaombwa kuomba. Sasa wakati walitafuta kuomba, mtoto akaambia mama kitambaa yangu. Ile njoo niko natafuta kusema. Mama yake akashangaa mtoto, manake binye tunafanya mnyumba na nje nako kwa natoka Tukasema namfundisha mtoto basi ni vile. Sasa mama mwenye alikuwa pale karibu akamwambia mama fulani, uko nafundisha mtoto nini? Utaangusha mtoto mumakosa. Sio hivyo. Hapana utuma mpaka mwa ile sense, mwa ile ngambo. Ile ndio mimi natafuta kusema. Kutia kitambaa sio vibaya. Kutokutia kitambaa sio vibaya kwa utukufu wa Mungu wetu. Kama tu tunaabudu kazi ya mikono yake jinsi alivyotuumba. Ile kuongeza vingine ndiyo vibaya. Tunaongeza kwa nini? Tupate nini? Ili iwe nini? Kwa nini kutokutosheka? Kutokutosheka na tamaa. Tamaa inatuma tunaongeza mambo mengine. Kwa walio wagonjwa, naweza nikaelewa. Mtu ambaye amegonjwa tuseme kansa na nywele zote zimetoka kichwani. Mimi ndio niko nasema mimi binafsi naweza nikamwelewa aende kamate periki afunike kichwa yake. Zaidi ngambo tuseme wazungu, akamate periki ile nywele zingine atiku kichwa. Ule ni mgonjwa, ile nyingine hali. Lakini uko mzima, uko na vitu nywele zako ziko sawa, lakini unapenda kuongeza. Watu wamoja wanaweza wakasema mama Mire wewe unapendaka kujije, unapendaka kuhukumu. Hapana, mimi si hukumu. Mimi nimeonesha yale ambayo Bwana amenifunulia na maisha yangu binafsi. Mimi ni ushuhuda. Na ndio maana naambia kabisa watu kama vile baba Abrahamu alivyomwambia yule tajiri huko wakati alipokufa. Tukisoma katika kitabu cha Luka 16 ninawaza hivyo. Habari za Lazaro na za tajiri. Tajiri anateseka katika moto, anamwambia baba Abrahamu, tafadhali utume mtu kutoka huku aende ambie ndugu zangu kule juu, sababu huku tunateseka sana, siwezi penda wa familia yangu, jamaa yangu wafike huku. Baba Abrahamu akamwambia kuko manabii huko, kama hawawasikii basi, sababu hata mtu mwenye anatoka kubafu hawawezi msikia. Wandugu mwenye masikio yake nafungwa hawezi sikia hata mfu afufuke amwambie hivi na hivi. Kuko watu wanakufa katika mwili. Watu wanakufa hata kama biko wanatembea. Balishaka kufa na Yesu. Balishaka zikwa na Yesu, bakafufuka. Tuko tunabaona na wanatuambia hivi na hivi. Lakini ndio maneno ya ile baba Abrahamu alisemaka. Mtu alikuwa mvitu ya vile, mambo ya vile, alikuwa mzambi kabisa. Anakutanana na Yesu, Bwana anabadilisha maisha yake. Anakuwa kiumbe kipya. Anakuja anaanza kuhubiri watu, anaanza ambia watu hawasikii. Injo ile. Huyo mtu alikuwa mufu, amefufuka, amekuya amesema, watu hawasikii. Ndio hali yenye tuko nayo kwa siku hizi. Mungu atusaidie sana. Ndio tamaa inatuma tunaingia vitu vya mingi, inatuma tunaingia mwa ile zambi, mwa ile
ile makosa mbele za Mungu, tamaa na mara uvivu, unashindwa kushughulikia nywele zako zenye Mungu alikupatia, unashindwa kabisa, wala unachoka, wala unasikia hauwezi, njoo unakimbilia kwa ile mafasilite. Na ingine nayo ni uvivu. Sababu nakumbuka hata kuko mtu mama ambaye alikuwa anashindwa hata kutengeneza nywele yake wala kichwa chake, na hata uchafu nayo inatuma. Ile ndio inaweza tuma uchafu, inatuma mtu anakimbilia naye bile vingine vya mafasilite. Mtu fulani alikuwa anashindwa kama kutengeneza nywele, kuzisukua wala vile, anakamata hata kama anasukiwa mesh, ile anasukiwa mesh, anasikia buvivu, anakamata anatia perike yulu ya mesh, anatia tena perike juu tu ya uvivu, ya uvivu ile yote. Na utaona kuna watu wanafanya hata miezi 3, miezi 6 hayasukulaka kichwa yake, hayasukulaka kichwa. Kisha tuseme nini basi? Mungu, utukufu wa Mungu utaonekana wapi mwa ile jambo? Tuambie wanani waelewe. Mungu wetu kweli atusaidie sana. Atusaidie sana. Roho wa Bwana alikuja ili tuwe huru, kutupatia uhuru. Tukubali kuongozwa na yeye katika kila kitu. Na mili yetu tuilinde, tuchunge. Na mara inaweza tufikia tunashindwa, lakini anakuja anatufunulia, anakuambia mwanangu hapa sio vizuri, mwanangu hapa rekebisha, mwanangu hivi na hivi, mwanangu ulisema vibaya, mwanangu tengeneza. Roho Mtakatifu anatufundisha kweli yote, anatufunulia mambo mengi. Tutafute kuongozwa na Roho wa Bwana, tutubu. Sababu Yesu haiko mbali tena. Bwana Yesu haiko mbali tena. Mungu wetu atusaidie sana wapendwa. Mungu wetu atusaidie. Tutafute uongozi wa Roho Mtakatifu. Tutafute kumpendeza kwa kila hali. Tukeshe. Tusiwe distrait. Tusiwe mu distraction. Mungu atusaidie. Nona wapendwa, sisi ambao tunahitajika kuwa nuru na chumvi, tunakuwa tunarudisha wengi nyuma. Sasa sisi watumishi, sisi wake wa wachungaji, sisi watoto wa waamini wa wachungaji, tunakuwa tunarudisha watu nyuma. Sababu wanakuwa wanatuangalilia hapo mifano. Wanasema mbona mama pastor fulana anakuwa hivi, mbona mama fulana anakuwa hivi, mbona ile haiko mbaya. Sasa wale wenye imani kidogo wanakuwa wanarudia nyuma, tunarudisha wengi nyuma, na kupitia sisi watu wengi hawamjui Kristo. Na kuangalia mbona mchungaji fulani mwanakuwa na ubiri maneno ya kiroho vile, mwanakuwa na ubiri maneno ya nguvu vile, mbona mke wake yeye anafanyika vitu vya vile. Kitu mwembi ambayo mimi najua ni kwamba mara Bwana anayeongozwa na Roho Mtakatifu, imani yake sio imani ya mke wake. Na nikijua huyo mume kama alikuwa mwanamke, hawezi akafanya mambo ambayo mke wake anafanya. Mimi nasema mfano. Tuseme papa mtumishi wa Bwana Alemoloto aliyekufa. Kwa nguvu ambayo Bwana alimpatia, kwa revelation ya adoration ambayo Bwana alimpatia, siwazi kama Alemoloto binafsi angekuwa anajipamba. Antuka ile siwazi. Yeye mwenyewe hata kama bebenye biko oturu yake bana kwa naifanya, yeye alishukiwa na ile nguvu, hangelifanya. Watu wengi wanashukiwa na ile mission special,
Hangelifanya. Ndio maana kwanza wababa wengi wanatumikishiwa sana. Sana sababu wababa hawakoke vitu mingi sawa wanawake. Baba hawakoke vitu vya mingi sawa wanawake. Na kama mama mke wa mchungaji wala mtumishi wa Mungu wala mtoto wa mtumishi wa Mungu, tuseme mke wa mtumishi wa Mungu anayefanya mambo hili na mume wake aseme kitu, mimi naonaka kwa wanaume wanakuwa wana relativize sana, na wakishaona mke wao inapendeza juu vinatumaka mtu anakuwa mwingine, anakuwa na sura yengine inavutia mume anaona bibi yangu napendeza, bibi yangu kabisa c'est bien, baki ya vile haina mbaya. Ile kupendeza ya wake kimwili kupitia yale mapambo, bwana anakuwa anaona tu anaifurahia yeye. Wanaume antuka wanakuwa tofauti, wanakuwa sijui yeye. Mimi ndio wanaume kidogo kinakuwa inabaangusha. Wala kidogo tu inakuwa abo wanaona au sava. Haina mbaya kutia vile. Anavirelativize tu vile. Lakini roho wa Mungu akimwingilie, roho wa Mungu akimfunulia, hayo mambo mke wako uko unafanya sio vizuri, ndio anaweza kumwambia mke wake. Hata kama mke hata isikia wala hata kubali, lakini anaweza kumwambia mambo kama hayo. Lakini wengi wakishona bibi ule anapendeza na tarehe wanaona c'est bien, ma femme est belle. Mule ni mwanamke anapaswa kuwa belle. Siwazi kama mapambo ndio mwanamke. Siwazi kama mapambo ndio beauté. Tuko naturellement belle. Il suffit tujikubali, tu accepter, na tutajifurahia sana. Ndio ile mtume Paulo akasema mtu asinitabishe. Mtu asinitabishe. Kwa maana nachukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Utajiona unapendeza. Na mume wako ataona unapendeza kama wewe pekee unakubali jinsi ulivyo. Sisi tunatumaka wanaume wetu watukubali, asi nikijiachilia bwana atanikimbia. Maki mwenye ajipambe anajiachilia. Nafanana mkechuru, nafanana mzee. Maki si tushako bakechuru. Na mkechuru haiko mtu. Mzee. Mzee gani sasa? Basi sitaenda mbali, nitafuta tu kusema ile. Tutafute kuongozwa na Roho wa Mungu. Wote walioongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Na kama hatuna Roho wa Mungu, hatuko watoto wa Mungu. Mungu atuwezeshe na kutusaidia. Ni maneno tu ambayo niko naambia watu hii masiku, ambayo inaandikwa katika kitabu cha Mathayo. Inaandikwa katika kitabu cha Mathayo. Ni sura yake. Mathayo sura yake ya 3 mstari wa 2. Tukianza kwa kwanza mpaka wa 2. Inasema, siku zile Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea, akisema, tubuni sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:1 mpaka 2. Mungu atusaidie. Wakristo hatutakiasema tukuambiliwaka. Hatutakiasema hawakutuambiaka. Bwana angalia na bisha mlangoni. Tujue kama neema itafikia mwisho. Neema itafikia mwisho. Neema siku moja itafikia mwisho. Adui amepata soko sana kwa Wakristo. Mitego yake kweli inanasa wengi. Mungu atukumbuke. Mungu atukumbuke. Asante kwa ushindi na kwa kufungua wafungwa. Tukuzuie. Weka huru
Ndio maana ungali unatuonya mpaka leo. Haupendi hata mmoja apotee, lakini wote waifikirie toba. Asante kwa upendo wako kwa mwanadamu. Asante maana ungali unatunyoshea mikono ya pendo kutusaidia. Asante maana ulisema njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ukasema haya njoni tusemezane, hata dhambi zenyu ziwe nyekundu kama damu, nitazifanya nyeupe kama theluji. Ukasema kuna njia mbili, ya mauti na ya uzima, chagueni uzima mpate kuishi. Asante kwa upendo wako kwetu. Asante maana unatunyeshea mikono ya pendo kutusaidia. Asante kwa upendo wako kwa mwanadamu. Asante kwa kututumia msaidizi, Roho Mtakatifu, Roho wa ushindi, Roho wa baraka, anayetufunulia mambo yanayofichwa, Roho anayetushauri, Roho anayetuongoza, Roho anayetuombea, anatuombea. Asante Baba. Asante Baba. Tulipokukosea katika shamba la Edeni, ukauliza Adamu uko wapi? Lakini ingawaje hivyo ukamtengenezea hata mavazi. Asante Baba. Kisha ukatupenda, ukamtoa mwanao wa pekee Yesu afe kwa ajili yetu. Kisha baadaye ukatutumia Roho Mtakatifu atuongoze kwenye kweli yote. Tunakusifu, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa kutusaidia, kwa kutuongoza kumaliza mwendo salama, kuvipiga vita vyema kukupendeza katika dunia ya shida, dunia ya dhambi, dunia ya machafuko. Asante kwa kutusaidia Bwana. Ninakutukuza na kukuhimidi. Asante maana unapuliza roho ya toba kwa mataifa. Asante maana unapulizia wanadamu roho ya toba, wakujua wewe Mungu, wakujua Mungu wangu, wakujua Mungu wangu. Wasiokujua wakujua, wasiokupenda wakupende, wasiokutii wakutii, wanaokutafuta wakuone Bwana. Fungua mbingu, nyesha mvua Baba, miujiza na ishara zifanyike, maajabu ifanyike, na dunia nzima ijue ya kuwa wewe ni Mungu. Ijulikane ya kuwa wewe ni Mungu. Ijulikane ya kuwa wewe ni wa Mungu, uliyekuweko, uliyeko na utakayekuweko, usiyeshindwa wala kugeuka wala kubadilika. Jina lako ni kubwa, linapita majina yote, na siku moja kila goti litakunjwa mbele zako, na kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Hakuna aliye kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hayuko haja kuweko, hayuko hata kuweko. Ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, Muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ubarikiwe, uinuliwe, upewe sifa, utukuzwe. There is none like you, there is none like you. Hallelujah. Wewe ni Bwana, uinuliwe daima Mungu wetu. Utukufu ni wako, uweza ni wako, nguvu ni zako, ishara ni zako, maajabu ni yako, makuu ni yako, milele na milele. Asante Baba, asante kwa yote. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa neema, Roho wa Pentekoste, Roho wa uzima, Roho wa ushindi, unayefufua wafu, unayeponya magonjwa, unayeweka huru waliosetwa, unayefungua wafunga, unayefungua wafungwa, unayefungua macho ya vipofu, viziwi wanasikia, viwete wanatembea, mabubu wanasema. Injili inahubiriwa. Haleluya. Masikini wanafurahi, mayatima wanafarijika, wajane wanafarijika. Wewe ni mwema. Wema na wabaya unawapatia mvua, wema na wabaya unawapatia jua. Wema wako wapita mambo yote Baba. Ingawaje mwanadamu anakosa, unamuita, unamwambia haya, njoni, njoni kwangu. Wewe ni wa rehema. Hakuna aliye kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Uinuliwe siku zote na milele.
Upewe sifa Baba milele na milele, katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante maana unakuja kututetea, unakuja kupanguza machozi kwenye uso wetu, unakuja kufariji walio wako Bwana. Ninakushukuru, ninakutukuza na kukuinua, kwa kuinua kanisa, kwa kuinua watoto wako, kwa kusaidia ndugu zetu wanaoteswa kwa ajili ya imani yao, kwa kuwasaidia, kwa kuwawezesha kuilinda imani mpaka mwisho. Mtume Petro akasema, tuende wapi tukuache wewe? Kwako ndiko kuliko maneno ya uzima. Anayekupata amepata vyote. Glory Jesus, hallelujah. Anayekupata amepata vyote. Ndani yako mna uzima, ndani yako mna maisha, ndani yako mna vyote tunavyohitaji. Wewe ndiwe njia, kweli na uzima. Badala yako hakuna mwingine. Ni wewe peke yako, ni wewe peke yako. Hayuko haja kuweko, hayuko hata kuweko. Ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, hakuna Mungu mwingine, ni wewe peke yako. Asante kwa kutupenda Baba, uinuliwe milele na milele. Kwa maana jinsi hii uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu awaye yeyote, kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele, na uzima wa milele wa kujua wa Mungu na wamjua Yesu Kristo uliyemtuma. Jina lako libariki. Asante Baba, asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Jina lako libarikiwe milele na milele, katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Ushindi kwa damu ya Yesu, ushindi kwa damu ya Yesu. Tumesonga mbele kwa nguvu ya Mungu, hatuzuiliwi, tuna ushindi. Tumesonga mbele kwa nguvu ya Mungu, hatuzuiliwi, tuna ushindi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yu juu yangu sasa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yu juu yangu. Nitahubiri, nitahubiri, nitahubiri shangwe kwa maskini, uhuru kwa wafungwa. Nitahubiri, Roho Mtakatifu yu juu yangu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen.